Tunashukuru sana waimbaji kwaya ya Koma kwa wimbo wenu mzuri unaotuandaa kuingia katika neno ambalo tumepewa lituongoze katika tafakari yetu ya leo kutoka Yoel, kitabu cha Yoel sura ya 2 mstari wa 15 mpaka ule wa 20. Yoel sura ya 2 mstari wa 15 hata ule wa 20, nasoma katika jina la Yesu Kristo. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, takaseni saumu, kusanyeni kusanyiko kuu, kusanyeni watu, takaseni kusanyiko, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto na hao wanyonyao maziwa. Bwana harusi na atoke chumbani mwake, na bibi harusi katika hema yake. Hao makuhani wahudumu wa Bwana na walie kati ya patakatifu na madhabahu, na waseme, waachilie watu wako ee Bwana, wala usiutoe urithi wako upate aibu, hata mataifa watawale juu yao. Kwani waseme kati ya watu, yuko wapi Mungu wao? Hapo ndipo Bwana alikuwa na wivu kwa ajili ya nchi yake, akawahurumia watu wake, wala akajibu akawaambia watu wake, tazameni, nitawaletea nafaka na divai na mafuta, nanyi mtashiba kwa vitu hivyo, wala sitawafanya tena kuwa aibu kati ya mataifa. Lakini jeshi lilotoka kaskazini nitaliondolea mbali nami nitalifukuza mpaka nchi ya ukame na ukiwa. Sehemu yake iliyo mbele itaingia katika bahari ya mashariki, na sehemu yake iliyo nyuma itaingia katika bahari ya magharibi, na uvundo wake utapanda juu, na harufu yake mbaya itapanda juu, kwa sababu ametenda mambo makubwa. Na tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa siku ya leo, siku ambayo kwa mwaka huu tena tunatafakari juu ya Kwaresma, majira ambayo yanatuongoza katika toba na kutafakari na kutufakarisha kwamba uliteseka kwa ajili yetu sisi wenye dhambi tuweze kutubu na kusamehewa. Nakushukuru kwa sababu utasema na kila mtu kwa namna ambayo ataelewa. Baada ya mahubiri haya kila mtu ataondoka na ujumbe. Katika jina la Yesu tunaomba, amina. Bwana Yesu asifiwe. Tunawasalimu sana katika jina la Yesu. Ninawapongeza na kumshukuru Mungu ambaye amewaleta kwa wingi katika kanisa lake leo, ili uwe sehemu ya wanaoanza majira hayo wakiwa katika hekalu la Mungu. Jipigie makofi mengi na vigelegele. Tunamshukuru Mungu sana ambaye ametufikisha siku ya leo na kutualika katika hekalu lake tuanze majira haya kwa Kwaresma, majira ya kukumbuka mateso ya Yesu, mateso ya msalaba. Aliteseka kwa ajili yetu, na neno la Mungu linasema kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Majira haya yanatukumbusha ndugu zangu kwamba sisi wa Kristo umuhimu wa toba. Tumesema wakati fulani uko nyuma kwamba toba inatokana na neno la Kigiriki linaloitwa metanoia, kugeuka, kubadilika. Ni kugeuka kutoka utawala wa giza, utawala wa shetani, kuelekea utawala wa Mungu. Ni kugeuka kutoka giza kuelekea nuru halisi, nuru ya ulimwengu, Yesu Kristo. Toba ya kweli ndugu zangu ni ile inayolenga kwa dhati badiliko la kiroho. Ni toba inayolenga kutupa maisha mapya, toba inayofanyika ikiwa na nia ya kuacha dhambi. Majira haya pia ndugu zangu yanatupeleka kutafakari kifo na mateso ya Yesu. Tukumbuke pia kufunga, kuomba na kutubu, yaani kurejea kwa Bwana kwa unyenyekevu na kwa machozi. Tukikumbuka kuwa maombi yetu ndiyo yaliyompeleka mwana wa Mungu msalabani. Siku ya leo huitwa Jumatano ya Majivu. Majivu, wakati huko nyuma Agano la Kale, toba iliambatana kuvaa kujipaka majivu na kuvaa magunia kama alama ya nje inayoonyesha hali ya ndani ya mtu anavyonyenyekea na kujiona kwamba hafai mbele za Mungu. Na washukuru waliosoma masomo hapa, mojawapo ya mambo yaliyotajwa ni pamoja na majivu. Kama majivu ni kitu ambacho kinaonekana kifai, mara nyingi kinatupwa. Na sisi tunapovaa hivyo, tunapojipaka majivu au majivu ya wakati ule walipojipaka, yaliashiria kwamba sisi hatufai mbele zako Mungu.
ilikuwa ni alama ya kujishusha, ni alama ya unyenyekevu kwa Mungu. Wapendwa, leo tunatafakari somo kutoka Yoeli sura ya 2 sura ya 15 mpaka 20, kikiongozwa na kitu kinachosema rarueni mioyo yenu. Kitabu cha nabii Yoeli na kiliandikwa katika wakati mgumu sana kwa taifa la Israeli. Watu walikumbwa na janga kubwa la nzige, ambapo mashamba, mizabibu na miti ya mizeituni viliharibiwa sana. Ukame ukafuata na kusababisha njaa na uharibifu mkubwa wa uchumi. Lakini nabii anaona zaidi ya tukio hili la kiasili. Anaona kwamba jambo hili sio la kiasili tu. Maafa haya hayakuwa tu hatari ya maisha, bali yalikuwa pia ni mwaliko wa kiroho. Mungu aliweka sauti yake kupitia maafa haya. Yaani Mungu anatumia maafa ya kusema na taifa lake. Mstari wa 12 anasema, nabii anasema, Mungu akiongea ndani ya nabii anasema, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, kwa kufunga, kwa kulia na kwa kuomboleza. Na mstari wa 13 anasema, rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye ugahiri wadhibu. Mungu ni Mungu wa rehema, Mungu ambaye anaruhusu mapigo wakati fulani kama wito wake wa kuwakumbusha watu wake kumrudia, kwamba sasa wameenda mbali naye, lakini anatamani wamrudie. Mungu anatamani sana uhusiano wake na watu waliowaumba. Hakuna kitu kibaya kinachomuuma Mungu kuna watu waliowaumba kwa mfano wake wanamwacha, wanaenda kwenye sehemu zingine, labda wanageukia miungu mingine, wanaacha kumwamini yeye na kumtegemea yeye peke yake. Mahali pengine amesema yeye ni Mungu mwenye wivu, Mungu mwenye wivu. Na kama kuna dhambi mbaya sana ambayo Mungu anashindwa kuivumilia, ni watu kumwacha, kuacha kumtegemea. Kuacha kumtegemea maana yake ni kama kuondoka kwenye familia. Ni kama una watoto ndani ya familia, hata wanakuacha wanaondoka, hawakuhitaji tena, hawakutegemei tena, hawakusalimii tena. Ni afadhali kitoto kikiwa ndani ya nyumba kwenye familia kinaweza kukosea, kama kupiga mkuku, ni kama Kiswahili cha kuku kinaeleka kwa kila mtu, kama unakiona na kurekebisha. Lakini kiko ndani ya nini? Ya nyumba, unakisaidia, kinapenda, hata kama kina udhaifu fulani unakisaidia, lakini kiko ndani ya nini? Ya familia. Mungu kwa mtu anayemwacha akaenda kutegemea miungu mingine. Ndio maana Mungu dhambi ya namna hiyo alishindwa sana kutuzumilia neno la kale. Watu walipomwacha, alikuwa anatoa mahali pengine, anatoa mifano kama mwanamke ambaye anamwacha mume wake, anakuwa malaya, anakuwa kahaba, kwa sababu Mungu picha alionayo katika neno la kale ilikuwa ni yeye ni mume kwa watu wake, ni wanaonekana kama wake waaminifu wanapoendelea kumpenda na kumtegemea. Lakini Mungu hapa anatoa mwaliko kwa sababu ya upendo alionao. Jamani, njoo nirudieni, rarueni mavazi yenu. Ni kama anakupa siri sasa ya kutengeneza mahusiano. Umemkosea ndio, lakini tena Mungu katika upendo wake anakupa sasa siri, anakuita, anakurejesha katika upendo wake, na anaahidi tena ukirudi atakusamehe, hata kumbuka tena yale ya nyuma. Sasa ni Mungu mwenye upendo, Mungu mwenye rehema, anagairi mabaya. Bwana asifiwe. Katika Yoeli 2:15-20 tunasikia mwito wa dharura. Nabii anasema, pigeni tarumbeta katika Sayuni, takaseni saumu, kusanyeni kusanyiko kuu, watu wote wakusanyike. Hapa Mungu anapaza sauti kupitia nabii wake, akiwataka watu wake wote kusanyika, watu wazima, wazee, watoto, hata wale wanaonyao maziwa na watoto wadogo, na wenyewe wakusanyike. Tena anasema hata mabwana harusi na bibi harusi kama wako kwenye honeymoon, na wenyewe warudi. Wito huu ni kwa kila mtu, kwa hali zote alionazo. Hii ni ishara ya kuwa dhambi ya mtu mmoja au dhambi ya jamii nzima waathiri wote, na hivyo toba ya kweli lazima iwe ya ndani na ya pamoja. Kuna wakati Mungu anatamani taifa lake limrudie, kwa sababu dhambi ya mtu mmoja na watu wengine.
inaathiri wengine. Na Mungu atusaidie sana hata katika jamii zetu, hata sisi Wakristo ambao Mungu ametupa nuru ya kujua hii kweli ya Mungu. Tunapotubu tukumbuke kutubu hata kwa ajili ya jamii zetu, tutubu kwa ajili ya nchi yetu, kwa sababu maovu na matendo maovu yanayofanyika katika nchi zetu, kama umwagaji damu, kama haya mambo ya ukiukaji wa haki, mambo haya mabaya ya uonevu, ni mambo ambayo yanamkasirisha Mungu, ni mambo ambayo Mungu anashindwa kuvumilia. Lakini anatamani kanisa lake lisimame, litubu, liombe msamaha kwa ajili ya kanisa lenyewe na kwa ajili ya taifa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wakati mwingine ni vizuri kuomba msamaha wewe mwenyewe, kutubu kwa ajili ya dhambi zako, lakini tubu hata kwa ajili ya dhambi za wengine. Mungu anaweza kuponya. Ndivyo anavyotuambia katika neno lake, kwa watu wangu watasikia sauti yangu wakatubu, haiponya nchi yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika somo hili pia kwenye mstari ya Mungu tunaona jinsi toba ya kweli inavyosababisha rehema, marejesho na ushindi wa Mungu katika maisha ya watu wa Mungu. Mungu anawatetea na kuwapigania watu wake ikiwa wanamrudia. Ingawa mwaliko wa Mungu kupitia nabii Yoeli ni kutubu, kurejea kwa Mungu, kubadilika na kutambua nafasi ya Mungu katika maisha yetu, bahati mbaya sana leo katika maisha ya wengi yako mambo ambayo jamii yetu imeyabatiza na kuyaona kama sio dhambi, bali ni ujanja wa kufanikisha maisha. Tutatoa mfano chache. Kwa mfano, dhambi ya kukosa uaminifu. Watu wengi kwa neno la Kiingereza ni honest, to be honest. Nilipokaa katika nchi ya Filipino kwa wakati mwingine nasema mambo yao, lakini si ndio maana nilienda huko. Wakati mwingine wanashirikisha mambo mazuri niliyojifunza huko. Sio nafikiria mchoto wala mkasiri. Kule katika nchi ya Filipino, kitu uaminifu. Uaminifu yani kuwa mkweli, kitu kinachopewa uzito sana. Katika mashule yote ya primary, hata ya secondary mpaka ya secondary, utakuta kuna kibao kinaandikwa be honest even if others cannot, will not. Be honest even if others cannot, will not, something like that. Uwe mwaminifu hata kama wengine wote hawawezi kwa waaminifu, hawatakuwa waaminifu. Wewe mwaminifu, usimame peke yako. Wewe katika maisha haya mwadilifu ni wewe, usiangalie wengine, usiende kwenye mkumbo. Mungu hapendi maisha ya kwenda mkumbo, kwenda sote. Wewe peke yako, wewe mwaminifu. Na kwa kweli watu wengi sana, labda sio wote, lakini asilimia kubwa kwa uzoefu wangu, wengi sana hawawezi kudanganya. Na ukimwona Mfilipino kama mdanganya, wewe ni mlingana kumwambia kama mimi hapa nasema mimi niko na miaka 30, ataamini. Kwa sababu hategemei kama lazima nikamdanganya. Wewe nikwambia na miaka 30 utakataa, lazima mpaka na upara wote huo utakuwa kwa miaka 50 kitu. Lakini Mfilipino ataamini, kwa sababu hategemei kama utamdanganya. Kwa sababu yeye kwenye kudanganya, kusema uongo kwa ulimwengu huo hayupo. Sasa juzi nilisoma katika mitandao ya kijamii, mlinzi mmoja amekota shilingi milioni 10 kwenye shimo la takataka. Wakati huo nafikiri alikuwa anapita akaona kwamba kuna milioni zimefungwa mahali, milioni 10 zimetupwa katika shimo la takataka, na akampelekea bosi wake mbali, akamwambia mheshimiwa, alikuwa ni mama bosi wake, akamwambia mama, kwenye shimo la takataka nimekota. Bila shaka alimsikia akitafuta, amesahau ameziweka wapi, anatafuta. Kijana yule akasema, mama, nimekota milioni 10, nafikiri hizo zinazoza katika milioni zake. Na baadaye yule mama wakati anazipokea akapiga picha kuonyesha jamii kwamba wako watu ambao ni waaminifu katika ulimwengu huu, na akaipost kwenye mtandao wa kijamii. Sasa nikuulize wewe, ungezokota hizo? Ungekota hizo milioni 10, unapisha unafika kwenye shimo la takataka.
Bila shaka ungefikiri basi shida zangu zimekwisha. Bila shaka ungefikiri Mungu ametuma maombi yako yote. Hivi ndivyo Mungu anavyotuma maombi. Maana mimi nimeomba Mungu anisaidie kuondoa maskini. Sasa maskini kwisha. Ndivyo unaweza kufikiri. Na pengine wapo wengi hapa unaofikiri kwamba huyu kijana ni mjinga, atakufa maskini. Ndani Mungu unakuta pesa anapeleka kuonyesha. Si ndivyo wengi wanaofikiri? Kwa maana mmecheka na mnajaribu kuelewa. Sasa kwenye mitandao ya kijamii nilifuatilia, mimi napita huko kwenye mitandao ya kijamii kwa nafasi napita kwa kuangalia watu wengi sana walimtukana yule kijana. Wakasema kijana atakufa maskini, pumbavu huyo. Wewe akasema alikuwa ni mwanangu akija na kupiga makofi na wala si chakula kile. Tunaomba shilingi milioni 10. Unaenda kukabidhi. Huo ndio ulimwengu wa Tanzania, fikiri za Tanzania nzima. Na kama tutaendelea kuwa na akili jinga namna hii ya kishetani na tunaweza kufikiri sawa, mimi naomba kama mtumishi wa Mungu nikiwa katika madhabahu hii tunapotea. Lazima jamii iwe na watu ambao wanaweza kwa kuaminifu katika mambo madogo. Neno la Mungu Yesu anafundisha akasema, usipokuwa mwaminifu katika mambo madogo, unaanza kuweka kwamba kuwa hakika katika mambo makubwa. Mimi naamini yule mama atamuona yule mlinzi kwa mtazamo mwingine. Kama mkataba wake ulikuwa unaisha, atamuongezea mkataba. Na siku watu kadhaa ambao walishuhudia tendo hilo wakitafuta mtu mwaminifu kumpa majukumu mazito, bila shaka watamkumbuka. Na inawezekana maisha yake yatakuwa ni maisha ya baraka, maisha ambayo yatapata baraka zilizo kubwa kuliko hata hiyo shilingi milioni ngapi? Milioni 10. Milioni 10 zinaisha ni nini? Wanafikiri milioni hata zingekuwa milioni 100. Kama umeziokota na mtu anatafuta anasema jamani nimepoteza hela zangu, ona natulia tu najifanya kama hujaziona mahali. Mimi najua hela namna hiyo haiwezi kuwa ya baraka kwako. Hela iliyo ya baraka hata kama ni ndogo inaweza kufanya mambo makubwa katika maisha ya mtu. Bwana asifiwe sana. Uaminifu ni kitu kizuri sana, na natamani jamii yetu ijifunze uaminifu. Na wewe sasa katika Kwaresma hii umwahidi Mungu kwamba mimi natamani Mungu nisaidie kuwa mwaminifu, kwa sababu kutokuwa mwaminifu ni dhambi, ni uovu. Sasa watu wengi wakati huu tunaoishi kwenye jamii yetu hawawezi kuhusianisha mambo yao na hiyo kama dhambi. Wengi wanafikiri ndio ujanja wa kupata pesa, ndio ujanja wa kutoboa, ndio njia ya kutoboa. Si neno hilo sawa? Kupata maisha haraka kwa njia ya kudanganya. Wengi wakisema dhambi wanafikiri dhambi zile za ulevi, dhambi za uzinzi. Na hizo ni dhambi, sio dhambi, lakini macho yetu yatuonyeshe zaidi. Bwana asifiwe. Yatuonyeshe zaidi tunachokaza hapa. Macho yetu yatuonyeshe kwamba hata mambo ambayo tunayachukulia kawaida ni maovu ambayo lazima pia tu, lazima tufundishe jamii yetu kubadilika. Na watu wengi kwenye jamii yetu wakipata cheo kwa serikali, unajua naongea na viongozi wengine huko hapa kwa serikalini, nafanya kazi huko. Wengi sana wakipata vyeo hata kanisani wanapongezana kwa kuwa wanapata ulaji. Watu wengi sana wanafikiri kupata cheo kwenye makampuni, kwenye mashirika makubwa ya umma ni nafasi ambayo sasa lazima maisha yako yafanye nini? Yabadilike. Ni sawa maisha yanaweza kubadilika, lakini sio lengo. Lengo la Mungu kukupa nafasi mahali popote ni ya kwamba uweze kumtumikia, kwa kuwatumikia watu uliokabidhiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio lengo. Ndio lengo. Lengo sio kujilimbikiza wewe, take advantage ya watu, ya maslahi yale unajilimbikiza wewe ukawa tajiri haraka. Ni kweli unaweza kuwa tajiri haraka, lakini sio kila ambacho Mungu anakusudia hicho. Afadhali hata usiwe tajiri kuliko kuwa tajiri wa kuizi, wa kudanganya, wa kufoji, wa kupiga dili kwa ajili ya maslahi yako binafsi badala ya maslahi mapana ya jamii ambayo kwayo wewe umetokana nayo.
na wewe Mungu amekuinua ili wainue wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayo mambo muhimu ambayo Mungu akusaidia katika Kwaresima haya tunatazame kwa mtazamo mwingine. Sikia Mungu anatutazamia tuwe. Nami naomba vifungu hivi tunasoma sasa tuongoze katika Kwaresima mwaka huu. Isaya 66 mstari wa 2 anasema, maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote tunavyoviona nikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyo ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge. Mungu anatamani sana mtu anayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye asikiapo neno langu. Mtu huyo ndiye atakayemwangalia, anayetetemeka akisikia neno la nani? Aliye mnyonge. Hapa haimaanishi kutembea kinyonge kwa mnyonge, inamaanisha mbele za Mungu kujua kwamba mimi Mungu, wewe ndiye Mungu, mimi ni mwanadamu tu. Pasipo wewe sitoboi, pasipo wewe sinuki, pasipo wewe sisogei, pasipo wewe ni si lolote la kuhitaji Mungu. Na neno la Mungu likisoma, ukisikia ulichukulie serious. Usikie ni Mungu kasema, usifanye mzaha neno la Mungu. Mungu mtu anamweleza ndiye anayemwangalia. Na Isaya 35 mstari wa 8, Isaya 35 mstari wa 8 anasema, na hapo patakuwa na njia kuu, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi watapita juu yake. Hiyo njia ya utakatifu. Itakuwepo njia kuu, lakini njia ya utakatifu. Wasio safi watapita katika njia yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafiri au watakatifu wanaopita katika njia hiyo. Anasema wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Bwana asifiwe. Mstari huu unaupendeza sana. Nilipousoma zamani sana, nilipopokea Yesu, kumwamini Yesu, mstari nikasema Mungu ni mwaminifu. Na bado nikimkatia kwa kujali sana. Toa maisha yangu katika kufuata wewe, kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Huu mstari ulitia moyo, hata kama mjini, hata kama si mengi. Ninachojua ni kwamba katika njia hii Yesu ndiye njia kweli na uzima. Katika njia hii hata kama itakuwa mjinga, sitapotea. Bwana asifiwe. Watu wote wanaochagua kupita katika njia ya kumtegemea Yesu, kumwamini Yesu, hawatapotea, kwa sababu yeye ndiye nini? Njia. Na watu walio katika Kwaresima hii tupite katika njia hiyo, njia ya utakatifu, njia ya kukataa uovu, njia ya kutafuta damu ya Yesu ya Kalvari ambayo ilimwagika miaka Yesu iliyopita msalabani. Akasema Baba, imekwisha. Damu hiyo ndio inayotusafisha tukimwamini Yesu. Inatusafisha, tunakuwa watakatifu. Hatu watakatifu kwa nguvu zetu, kwa akili zetu, kwa ujanja wetu, kwa kujitahidi. Tunakuwa watakatifu kwa kunyenyekea, kwa kuitegemea damu ya Yesu Kristo na mwanga pale Kalvari. Tukiamini hiyo, inatutakasa mbele za Mungu, tunaonekana ni watakatifu, watu wasio na hatia. Mpendwa, pengine umeona Kwaresima nyingi katika maisha yako. Hii sio Kwaresima ya kwanza. Kwa Kwaresima ni majira ya kanisa kama majira mengine. Kanisa ni majira mengi. Lakini nakupa shauri katika Kwaresima hii, Kwaresima ya mwaka huu. Natamani sana ndugu yangu upendo uifanye Kwaresima yako iwe tofauti. Iwe ya kurejea kwa Mungu, iwe ya kurejea kwako kwa Mungu. Ukimaanisha jiachie kwa Mungu. Kubali kuacha dhambi na kumwelekea Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwamba Mungu, mimi kwa Kwaresima ya mwaka huu nimeona nyingi, lakini Kwaresima ya mwaka huu Mungu natamani iwe Kwaresima tofauti, itengeneze historia katika maisha yangu. Nikumbuke kwamba mwaka 2026 niliposherehekea Kwaresima ile ilibadilisha maisha yangu. Nilitoka kwa kumaanisha, nikanyenyekea kwa Mungu, akabadilisha maisha yangu. Sitaki tena kuishi maisha ya kale, nataka maisha mapya. Kumbuka miaka mingi Yesu alizibeba dhambi zetu, akaenda nazo pale msalabani Golgotha, akasulubishwa na kuaibishwa kwa ajili yako, ili mimi na wewe tuishi maisha yenye hofu ya Mungu, hofu ya kuishi maisha, hofu ya kukataa kuishi maisha ya dhambi. Natamani sana kuongozwa na neno la Mungu na kuishi katika ushirika na Mungu. Ndio maana Yesu alikwenda msalabani.
kwa ajili ya haya tunayosema, ili yawezekane tutumwamini Yesu. Je, utakuwa tayari kukiri kama Mtume Paulo aliyesema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena naishi, bali Kristo ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili huu ninao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Hivi ndivyo anavyosema Paulo katika Galatia sura ya 2 mstari wa 20. Akasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini najua niko hai, lakini wala si mimi tena, bali Kristo ndiye yuko hai ndani yangu. Na uhai ndio nao sasa katika mwili huu nao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Kumbuka, uamuzi huu ni wa kwako. Wewe unaamua kusema sasa ndio kwangu. Sasa wewe kuamua kwenda kwake au kuacha, hakulazimishi. Lakini ukishaamua sasa, ushindi juu ya dhambi yako, hofu zako, mashaka yako, kwa ni kazi ya Mungu kukarabati, kutengeneza, kuweka imani uwe. Ndio maana sema njoo kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo. Iko mizigo mingi ambayo inatesa katika maisha haya. Kila mtu ana mzigo wake. Mimi ningekuwa na uwezo wa kufunua mizigo hapa, ningeona mambo ya ajabu sana. Lakini Mungu anaweza kufunua kidogo kwa sababu, lakini Mungu amepita mambo mengi ambayo watu wanatembea nayo. Na wengine wanatembelea, tuona kwenye ofisi, wanakuja wanashirikisha tuombe. Watu wengi wanatembea na mizigo. Bali njema ni kwamba tunapokwenda pale tunampelekea Yesu mizigo yetu, anasema atatupumzisha, kwa sababu nira yake ni nyepesi na mzigo wake ni mzito. Anasema ninakukaribisha sana katika Kwaresma hii. Pendo Kwaresma hii iwe tofauti, ibadilishe maisha yetu, itusaidie kurarua mioyo yetu. Kurarua mioyo yetu maana yake mioyo yetu itataka kuikabidhi kwa Mungu aitawale kwa Bwana katika maisha yetu. Na hii ndio tunasema kuokoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu akubariki, anabariki na sasa na milele. Amen.